Karibu kwenye madhabahu ya Shining Star Heaven Embassy. Naitwa Apostle Johannes John. Leo nataka nikufundishe mbinu kuu 4 ambazo zitakusaidia ujue jinsi Roho Mtakatifu anavyoongea, lakini na namna ambavyo unaweza umsikilize. Watu wengi hapa duniani hatujui, lakini tuna Roho Mtakatifu, ila hatujui jinsi anavyoongea, lakini pia hatujui namna ya kumsikiliza. Lakini tungejua hicho kitu, ndugu yangu, hakuna mtu yeyote ambaye angesumbuka, angelogwa, angeteswa, wala angepata maisha ya huzuni hapa duniani. Kumbuka, Yesu baada ya kupaa akasemaje? Naondoka, lakini nitawaachia, nitawaagizia msaidizi, naye ni Roho Mtakatifu ambaye atawakumbusha, atawafundisha na kuwaelekeza. Kwa hiyo ukiona unasoma maandiko, ukiona unafanya kitu chochote hapa duniani, jua una Roho wa Mungu. Sasa watu wengi hatujui namna ya kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu, lakini pia hatujui namna Roho Mtakatifu anavyoongea kwenye maisha yetu. Leo nataka nikupe mbinu kuu 4 ambazo Roho Mtakatifu anazitumia kuongea na sisi, lakini pia namna gani sauti yake tuisikilize, au tuisikilize kutoka wapi. Kitu cha kwanza kabisa, au mbinu ya kwanza kabisa ya jinsi Roho Mtakatifu anavyoongea na tunavyoweza kumsikiliza ni kupitia neno la Mungu. Nataka nikupe ushahidi hapa. Ukisoma Timotheo wa pili sura ya 3, Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 na 17, anakuambia hivi kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Kumbe neno la Mungu lipo kwa ajili ya kukuonya, kukuadibisha, kukufundisha, ili uenende kwenye misingi ya haki ya Mungu, ili upate kile kitu unachokihitaji hapa duniani. Kwa Roho Mtakatifu anaongea kupitia neno. Na ili upate kuongea na Roho Mtakatifu lazima neno ni kwenye Biblia. Unataka nini? Unataka neno, lazima utalipata kwenye Biblia. Unataka utambuzi, fungua Biblia, utaanza kutambua, utapata roho ya utambuzi na karama zozote unazozihitaji hapa duniani. Je, unataka uone utukufu wa Mungu kwenye maisha yako? Fungua Biblia. Nataka nikwambie, funguo wowote unaohitaji kwenye maisha hapa duniani upo kwenye Biblia takatifu. Biblia takatifu inaongea. Biblia takatifu ndo utabiri namba 1 sahihi unaohitaji kuwa nao kwenye maisha yako. Biblia takatifu ndo njia pekee sahihi na ya kweli ambayo Roho Mtakatifu huitumia kuongea na waumini, kuongea na watu mbalimbali hapa duniani. Ila tatizo, watu wengi sana tunahitaji tusikilize hatima za maisha yetu kupitia ndoto, kupitia sauti, kupitia maono, kupitia ndoto, kupitia mafunuo. Sasa ukiwa unafanya hivyo, ndugu yangu, unajichelewesha. Baada ya kusubiri mpaka wakutabilie, anza kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu kupitia neno la Mungu. Ni neno gani ambalo halipo kwenye maandiko matakatifu? Unataka nini kwenye maisha yako? Anza kutafuta kile unachokihitaji. Unataka Roho Mtakatifu, unataka kumuona, unataka kuongea naye. Unaposoma neno, ile ni roho, tena ni uzima, unaingia ndani yako moja kwa moja, na chochote unachokihitaji utaanza kukiona kirahisi. Lakini kitu cha pili ni hekima. Hekima ndo njia ambayo Roho Mtakatifu anaongea, lakini tunao uwezo wa kumsikiliza. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yakobo 1:5, nataka nikusomee hapa kitu ambacho kitakupa ufunuo mzuri ili Mungu azidi kutumia kwa viwango vingine. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 5, anakuambia hivi kwamba lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Kwa kuomba hekima kunahitaji uombe bila kukemea.
na unapaswa uombe, kwa sababu ukiwa na hekima, ina maana Roho wa Mungu atakuongoza kufanya vitu vikubwa ambavyo muda mwingine isingekuwa rahisi akili yako kufanya. Watu wengi hapa duniani huwa tunaitamani tuende kwa akili zetu, lakini Roho wa Bwana huwa anaongea na neno la hekima tunapolitamka kwenye kichwa chetu. Ukiwa na Roho wa Mungu, ina maana hata maneno yako yanaponya, hata maneno yako yanabariki, hata maneno yako yana uwezo wa kufungua chochote, kwa sababu yanaenda kwenye neno, na neno pekee ndio litakupa roho wa hekima kwenye maisha yako. Kwa hiyo ili umsikilize Roho Mtakatifu, omba hekima. Ili uongee na Roho Mtakatifu, muombe Mungu hekima, ukisoma Yakobo 1:5. Lakini njia ya tatu ni mnongono masikioni mwako au moyoni mwako. Ulishawahi kusikia whispers, mtu kama anakunongoneza? Ulishawahi kuwa unaomba lakini ukasikia kama mnongono unasema, au kitu fulani kinakuelekeza? Sasa utajuaje kwamba Roho Mtakatifu anaongoza maisha yako? Roho Mtakatifu hafanyi kazi na hisia zako wala fikra zako, ila Roho Mtakatifu anaenda na maelekezo fulani. Ulishawahi kuona upo hapo, ulikuwa huna mwelekeo, mara ghafla unapata mwelekeo, fanya 1 2 3, au pita 1 2 3, au fanya 1 2 3, alafu utapata matokeo. Na unashangaa sasa, inawezekana mawazo yako yalihisi haiwezekani, hisia zako zilihisi haiwezekani, lakini Roho Mtakatifu akakupa maelekezo, fanya 1 2 3. Ile hichi kitu huwa ni kigumu sana kwa watu, kwa sababu watu wengi huwa wanachanganya hisia zao na fikra zao, lakini pia na sauti ya Roho Mtakatifu au mnongono wa Roho Mtakatifu. Kwa fikra na hisia zetu huwa zinamvunja nguvu Roho Mtakatifu asifanye kazi kwenye maisha yetu. Lakini njia ya 4 ambapo Roho Mtakatifu ataweza kuongea na wewe, lakini pia utaweza kumsikiliza, ni kupitia maajabu mbalimbali. Maajabu, ishara, miujiza, unabii, ndoto na maono. Roho Mtakatifu pia anaongea na sisi kupitia hicho, lakini pia tunamsikiliza kupitia hayo mambo. Lakini nataka nikwambie, hakikisha kwenye maisha yako usije ukaruhusu neno la nabii litawale maisha yako yote. Sisemi manabii hawafanyi kazi nzuri, hapana, wanafanya kazi nzuri, lakini kumpata nabii wa kweli ambaye amekutajia neno ambalo litakusaidia, lazima umombe Roho wa Bwana akuoneshe. Hicho ni kitu cha msingi. Lakini pia kitu ambacho nataka nikuambie, hakikisha maisha yako yaenende katika neno. Kuna watu wengi walitabiriwa mambo wakahisi kama ndo wamefanikiwa, lakini kumbe yale maneno yakatengeneza majuto, yakatengeneza maumivu, yakatengeneza vikwazo, mpaka leo wanaishi bila amani kwa sababu ya yale maneno. Lakini ungekuwa unasimamia neno la Mungu linasemaje, usingeweza kuhangaika. Kuna utabiri unautafuta kwenye maisha yako, lakini kumbe ukiwa na neno litakuwa na majibu. Sisemi manabii wanafanya kazi mbaya, hapana, wako vizuri, wanafanya kazi nzuri, lakini msingi wa maisha yako usimamie kwenye neno. Neno halijawahi kuongopa. Neno ni zaidi ya maono. Neno ni zaidi ya ndoto. Neno ni zaidi ya unabii. Neno ni zaidi ya kitu chochote. Neno hilo hilo ndio linalotengeneza imani. Imani ni unapomsikiliza Kristo. Kristo anapatikana wapi? Kwenye Biblia takatifu. Kwa hicho ndo msingi pekee ambao hautokupoteza hapa duniani. Sasa leo nataka nikufundishe jinsi unavyoweza kumtambua Roho wa kweli kwa mbinu tofauti tofauti, kuweza kutofautisha sauti ya shetani, mawazo yako mwenyewe, lakini pia na Roho Mtakatifu. Nataka kitu cha kwanza, lazima ujue kwamba wazo lolote either linaweza liwe na Roho wa Mungu, wazo lolote ulilonalo either linaweza liwe na roho wa shetani, wazo lile lile unaweza uwe na mawazo ya kawaida kwenye maisha yako. Sasa utatambuaje? Kitu cha kwanza cha kuweza kutambua kama neno, kama roho au sauti au chochote kinachoendelea kwenye maisha yangu ni cha Mungu, ni cha shetani au ni cha kawaida, utazigundua hivi. Kitu kama ni cha Roho wa Mungu kinaenda na neno. Utabiri wowote ambao ni wa Mungu utaenda na neno. Maono yoyote, ndoto yoyote itaenda na neno.
Lakini kama chochote unachokipata kwenye maisha au wazo lolote ulilonalo haliendani na maneno ya Mungu, linapingana na neno la Mungu, ina maana hilo ni la shetani. Kwa kile kinachopingana na neno la Mungu, hiyo roho au ile sauti au yule roho ni wa shetani. Lakini kama linaendana na neno la Mungu, jua huyo roho ni wa Mungu. Lakini roho ambayo haijulikani, ina maana ni ngumu sana kujua, inakuwa ni roho ya kawaida au tunasema ni secular. Hapo ndipo wazo hilo ni ngumu sana. Wazo la kawaida linaweza liwe baya, linaweza liwe zuri. Kuna vitu kwenye maisha unaviwazia ni vizuri, lakini vingine ni vibaya. Kwa hiyo hapo sasa, kikubwa zaidi, jitengeneze maisha yako ili usichanganyikiwe. Soma maneno matakatifu, lakini pia soma mwenyewe, kwa sababu watu wengi hapa duniani wamesoma neno na wanatumia neno kudanganya kidogo ili watu kuwapoteza. Kwa usipokuwa makini ndani ya hilo neno unapokuwa unafundishwa, una uwezo wa kupotezwa. Unachotakiwa, ukiwa umesoma wewe mwenyewe, umefuatilia wewe mwenyewe, hakuna yeyote atakaye kudanganya hapa duniani. Wakristo wengi wamejikuta wanamwabudu shetani bila kujua, kwa sababu hatujui maandiko. Leo ukianza kutafuta kujua maandiko, utakuwa huru na huo ukweli utakuweka huru. Maisha yako usikubali kwenda gizani hapa duniani. Umepewa neno likuongoze, na huo ndo msingi wa imani ya kuhamisha milima hapa duniani. Naitwa Apostle Johannes John. Nawapenda sana. Mungu awalinde na kuwabariki na kuwapa maono na ufunuo wa kuweza kujua neno, kusoma neno, kutafakari neno, lakini pia kuliishi neno kwenye maisha yako. Asante sana. Be a shining star. Thank you for watching.